Hapa ni Mikocheni maarufu kwa jina la kwa Nyerere, na hapa ni nyumbani kwa baba wa taifa hayati Julius Kambarage Nyerere, ambapo siku hii ya leo waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa akiwa ameambatana na balozi wa Angola wamefika hapa kumkabidhi Mama Maria Nyerere, mjane wa hayati Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa, nishani ambayo imetolewa na rais wa Angola kwa Mwalimu Nyerere kutokana na mchango wake mkubwa kupigania uhuru wa taifa la Angola. Ikumbukwe, Novemba 11 Angola imetimiza miaka 50 ya uhuru na ilitoa nishano hizo kwa wale ambao kwa namna moja ama nyingine walisaidia kupigania uhuru wa taifa. Kwanza mimi nimshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kunichagua mimi na kuniteua mimi kuja kuiwasilisha nishani hii, kwa sababu hii nishani ilipokelewa kwa niaba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tukisema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mwenyewe Dr. Samia Suluhu Hassan namba moja. Kwa hiyo ilipokelewa huko Angola kutoka kwa Mheshimiwa Rais Lorenzo, ndo alotoa kuletwa hapa, na mimi nimeteuliwa leo, nimeambatana na balozi Da Silva Kwelo wa Angola kuja kuiwasilisha hapa, na nimshukuru sana Mama Maria Nyerere, leo katupokea mwenyewe. Mimi mwenyewe sikusikia sauti yake kwa siku nyingi kweli kweli. Nilikuwa na hamu kweli kweli na shauku kubwa sana ya kusikia sauti yake. Leo nimemsikia na kazungumza maneno mazito kweli kweli. Ninatumai ndugu zangu waandishi wa habari, yale maneno mtayachambua na mtayatoa. Kasema mchango wake sasa hivi ni mawazo, hekima na busara. Hana nguvu tena kama alikuwa anazifanya wakati huo wa harakati za ukombozi akimsaidia mume wake, amesema. Kwa hiyo natumai ule mchango wake wa mawazo, busara na hekima wa maneno, na sisi kwa upande wetu tulotumwa tutawasilisha pia kwa Mheshimiwa Rais mwenyewe aliyetutuma kuja kufika hapa. Lakini la pili, hii si zawadi ya kwanza kupewa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mimi ni mshabiki na mwenye shauku kubwa sana na historia. Kama watu wanavyopenda Yanga na Simba wakatumia pesa nyingi kwa mpira, basi mimi natumia pesa nyingi sana kwa historia, sababu ni kitu ambacho hobby. Sasa mimi napenda sana historia, kwa hiyo napenda kujifunza. Hii ni miongoni mwa nishani nyingi sana ambazo baba wa taifa Mwalimu Nyerere anapokea. Hii ni mojawapo, na hii mara nyingi hutolewa kila nchi inapotimiza miaka 5 ama 10 ama 15, yani ile wanaita 5th anniversaries. Wengine wanaita Golden Jubilee, kuna Diamond Jubilee, kuna Platinum Jubilee, kuna Silver Jubilee, na ndio maana ule ukumbi unaitwa Diamond Jubilee kwa sababu ule ulisherekewa wakati wa miaka 75 wa ule Aga Khan mwenyewe, ndio likapewa jina pale Diamond Jubilee pale Upanga. Sasa hii imetolewa baada ya miaka 50 kutimia Angola. Hii nishani ya juu kabisa ambayo imetolewa na Mheshimiwa Rais Lorenzo, na amepewa mara hii mtu mmoja tu ambaye kwa wao amekuwa na mchango mkubwa kwa ukombozi barani Afrika, lakini hasa kwa nchi ya Angola. Na pale tumetoa historia asubuhi, Mwalimu Nyerere alishiriki moja kwa moja na kusacrifice budget yake. Alisema mtoto wake kwamba hata akiwa na budget ndogo alikuwa anasema kwanza tukomboe wenzetu, halafu sisi ndo tutakuwa huru. Kwa hiyo hii ni nchi mojawapo, nyingine Namibia, nyingine Msumbiji, kuna wenyewe Angola hawa, kuna Afrika Kusini, kuna Zambia na wengine wengi, pamoja na kuundwa kwa bara zima la Afrika, yani OAU, ukombozi wa bara zima la Afrika, ambayo Mama Maria mwenyewe amezungumza kwa picha na ametoa ile picha, ameonyesha na wakombozi wa mwanzo. Sasa umeniuliza swala zuri kwamba hii nishani ina maana gani kwa Tanzania. Kwanza niseme kwamba Tanzania ina hadhi na heshima kubwa sana duniani kimataifa, hasa kwenye ukombozi barani Afrika, lakini hasa katika historia yake ya mashirikiano na historia yake ya kuzaa OAU na kuwa ni makao makuu ya ukombozi barani Afrika, kuwa hapa Dar es Salaam na kutolewa ardhi, lakini papo hapo pia kuwa mwanzilishi wa AU pia ilipobadilika kutoka OAU kuwa AU. Lakini kubwa zaidi ni makambi mbalimbali ya kuwa mwenyeji kwa waliokuwa wanakomboa. Kwa hiyo nishani hii sio barani Afrika tu, ina heshima ya kidunia nzima, lakini pamoja na nishani nyingine. Na mara nyingi sote tunajua na tuko mashahidi kwa Mwalimu Nyerere, nchi yetu inatambuliwa huko nje tu, ila tukienda
kwa historia ya Mwalimu Nyerere. Na washukuru ubalozi wa Angola kwa maana sasa nyinyi ndio umeanzisha haya mambo. Sasa yalivyoanza inakuwa inatokea bahati nzuri jina la mtu mmoja ndio linatangulia, lakini alipoanza ni wote tumefanya vizuri. Kila nchi inakumbuka mahali ilipoanza kushirikiana na OAU, ilipofanya kazi yake, ilivyoanza kushirikiana. Kipande cha ardhi kikachaguliwa kwamba Tanzania ndiyo mahali pa kukutanikia, lakini nyoyo za Waafrika zilikuwa ni kitu kimoja, kule kujitambua kwamba na sisi tuko huru, tunaweza tukajitambua. Baada ya vita kuu ya mwisho, kila kipande cha ulimwengu kiliweza nchi au nchi, wakati mwingine nchi inachangia zaidi, wakati mwingine bara linachangia zaidi, na kila bara linafanya mazungumzo yake. Sasa ya jumla ya ulimwengu kwamba Wagiriki wajitawala, walisema waliutawala ulimwengu. Hicho kipindi kikapita, ikaja Ulaya nayo ikahudumia ulimwengu, yani Italiani nacho kikapita. Imefika Marekani nayo mpaka sasa inaendelea, lakini naamini kwamba kipindi chake kimepita. Sasa inakuja Afrika. Sasa hiyo Afrika, huyu atakayesimamisha, atakayetoa mchango mkubwa, jina lake litajulikana kama hivyo tunavyojulikana la Mwalimu, lakini ni wote tulikuwa tunafanya kazi kwa pamoja. Lakini sio kwamba alikuwa anafanya, Tanzania ilikuwa inafanya peke yake. Tulikuwa tunafanya na mataifa mengine, hasa katika zile nchi za mstari wa mbele. Sawa, uzito tulikuwa tunaonekana mwingi, lakini misaada ilikuwa inatoka kwa marafiki zetu, inakuja, inapitia hapa, inakwenda moja kwa moja kwa wale wapigania uhuru. Lakini wapigania uhuru wa kila nchi ni pamoja na Angola, ni watu wake ndio waliopigana uhuru, Sasa tunakuja uhuru wa kujitambua. Uhuru wa kujitambua, kila mtu ana zedi yake kichwani. Mimi nina ya kwangu kichwani, mwingine ana ya kwake kichwani, mwingine ana ya kwake kila kichwani. Sasa inafika wakati inategemea ni nani atakayekuwa hivi, anasema kwamba haya yalitokea hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa tunakumbushwa sana, kipindi kinabadilika cha ulimwengu, anayejua ni Mwenyezi Mungu tu. Kinabadilika cha ulimwengu, anayejua ni Mwenyezi Mungu. Kazi zinayofanyika sasa hivi ni kazi nzuri, pamoja na huko tulikotoka, hapo tulipokuwa tumeteleza na nini kule, kujaribu kuirudisha katika hali ya kawaida. Sasa tunabaki kulaumiana, hakuna cha kulaumiana. Tusikate tamaa, tusikate tamaa. Sio kwamba wengine walifanya, sisi tulifanya, mlioiendeleza. Kizazi cha kwanza kilileta uhuru wa bendera, kizazi cha pili ndicho kimejenga. Sasa cha tatu kiko nini? Sasa chenyewe kinaona mwanga ni mkubwa zaidi, wanasema sijui nifanye nini, tufanye hivi na hivi na hivi. Hapana, twende pale tufanye, tukubaliane wote. Kwa familia kupokea nishani hii kwa kweli ni heshima kubwa sana, na inatukumbusha tu kazi ambayo Mwalimu Nyerere amefanya, lakini sio yeye peke yake. Kama Mama Maria alivyotueleza sasa hivi, ni yeye kwa kushirikiana na watu wengine mbalimbali, sio wa Tanzania tu, lakini viongozi mbalimbali wa nchi mbalimbali ambao nao walitoa msaada katika kuchangia ukombozi wa bara la Afrika. Kwa hiyo ni heshima kubwa sana,
na sisi ni kama inatukumbusha kwamba yeye bado ni mtu ambaye anakumbukwa kwa mchango wake, lakini kama nilivyosema, sio mchango wake tu, ni mchango wa kila mtu. Sasa nishani hiyo imepokelewa na Mama Maria Nyerere pamoja na wanaye. Mama Maria Nyerere, ikumbuke, alifunga ndoa na baba wa taifa hayati Julius Kambarage Nyerere Januari 21 mwaka 1953 na ni ndoa ya Kikatoliki.